Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa vipindi vyetu, naomba nikukaribishe tena kwenye maada ya leo. Naitwa Dr. Kahibi, daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi. Sasa leo tunakwenda kuongea maada inayosema maajabu ya dawa ya metformin kwa akina mama wagumba. Maajabu ya metformin kwa akina mama ambao hawabebi ujauzito. Metformin ni kitu gani? Metformin ni dawa ya sukari inayotoka kwenye kundi la dawa zinazoitwa biguanide. Sasa metformin hii kwa kawaida huwa inatumika kwa wagonjwa wa kisukari. Sasa kama inatumika kwa wagonjwa wa kisukari, kazi yake hasa ni nini? Moja ya kazi ya dawa ya metformin kwanza ni kushusha sukari. Inashusha sukari wapi? Kwa kawaida glucose huwa inatengenezwa na ini. Kwa hiyo mwanamke anapomeza dawa ya metformin au mtu anapomeza dawa ya metformin, metformin inaenda inazuia ini lisiendelee kutoa glucose kwa sababu tayari iko kwa wingi kwenye damu. Lakini pia kazi nyingine ya metformin ni kuisaidia homoni ya insulini kubeba ile sukari na kwenda kuitunza kwenye sehemu zingine za mwili ikiwemo misuli pamoja na ini kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Sasa kwa nini inatumika kwa kina mama wanaotafuta watoto? Moja ya changamoto zinazoongoza kwa kusababisha ugumba kwa kina mama ni changamoto inayoitwa polycystic ovarian syndrome, kwa maana ya PCOS. PCOS huu ni ugonjwa wa ovary. Sasa ugonjwa huu wa ovary unapokuwa nao, kwanza kabisa yafuatayo ni mambo utakayoyapata. Kwanza, wanawake wenye changamoto hii mayai yao huwa hayakomai. Lakini pia huwa wana hedhi ambayo inakuwa haijapangiliwa. Ukiachana na hilo, wanakuwa na ongezeko kubwa la homoni za kiume kwa maana ya androgen. Sasa ukitaka kujua mama mwenye PCOS, mara nyingi wanakuwa na ndevu, lakini pia ndevu hizi na nywele hizi unaweza ukazikuta kwenye kifua na wakati mwingine kwenye tumbo, sehemu ya tumbo. Sasa basi, unapokuwa na changamoto hii ya PCOS, unakuwa na kitu kinachoitwa hyperinsulinemia, au unakuta kiwango cha sukari kwenye damu kinakuwa ni kikubwa. Kiwango cha sukari kinapokuwa kikubwa, kinakwenda kwenye ovari, kinazuia zile ovari zisitengeneze mayai. Lakini hii sukari inapokuwa pia iko kwa wingi, inakwenda kwenye mfuko wa kizazi, inasababisha inflammation au uvimbe. Kwa hiyo basi, mwanamke anapokuwa na hali hii, mayai hayatapevuka, na wakati mwingine mimba ikiingia huwa inatoka. Na ndio maana unaweza ukakuta mwanamke mimba ya kwanza ilitoka, ya pili ilitoka na ya tatu ilitoka. Kumbe ana polycystic ovarian syndrome. Sasa kwa nini tunawapa hii dawa? Tunapowapa dawa ya metformin, kwanza kabisa inashusha sukari. Inaposhusha sukari, inaruhusu mayai yatengenezwe na yaanze kukua na kukomaa. Na mayai yanapokomaa, maana yake yanapevuka na mwanamke anaweza kubeba ujauzito. Lakini pia metformin inakwenda inapunguza inflammation au uvimbe kwenye ule mfuko wa kizazi kwa ajili ya maandalizi ya kile kitakachotungwa kije kijizike kwenye mfuko wa uzazi kwa ajili ya ukuaji. Lakini pia homoni ya metformin, dawa ya metformin inasababisha mzunguko wa hedhi urejee kwenye hali yake ya kawaida. Ukiachana na hayo, metformin pia kupitia kushusha sukari inasababisha homoni za kiume zinashuka chini. Kumbuka, homoni za kiume zikiwa juu zinazuia pia mayai yasifanye nini? Yasikomae na yasitengenezwe. Na ndo maana unapotumia metformin ukashusha sukari kwenye kiwango kinachoruhusiwa, unaruhusu mayai yaanze kukua. Sasa kuna tafiti moja ilifanyika ikaonyesha kwamba mwanamke aliyekuwa mgumba akabeba mimba kwa sababu ya kutumia metformin,
Kwa wanawake ambao walitumia metformin miezi mitatu baada ya kushika mimba, mimba zao hazikutoka ukilinganisha na wala ambao baada ya kushika mimba waliacha dawa hii. Sasa nini tunajifunza? Tunajifunza kwamba mwanamke anapopata ujauzito akiwa kwenye metformin anatakiwa atumie dawa hii kwa miezi mitatu zaidi baada ya mimba kuingia, na anapokuwa ametumia kwa miezi mitatu, basi anaweza akaiacha metformin na mimba yake ikaendelea kuishi. Endelea kutufuatilia kwenye YouTube chaneli yetu, endelea kujifunza, lakini usisahau kusubscribe, kushare na kucomment, na kama una swali uliza, tutakujibu. Asante kwa kunisikiliza.